afya. Tuna zahanati 1785 zinahitaji bilioni 1.3 kwa ajili ya ukarabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima kama taifa kwenye dira yetu tuanze kuwa na kacha ya kuweka pesa kwa ajili ya kulinda miradi yetu mbalimbali ambayo tunaijenga. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo nimesema zahanati. Ukija kwenye vituo vya afya 534 zinahitajika pesa za ukarabati bilioni 192. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejenga, tumefanya maendeleo sana. Tuna wajibu wa kulinda miundombinu yetu kwa kutenga pesa kwa ajili ya ukarabati. Na tusipofanya hivyo, tutakuwa tunajenga tunasema tumejenga barabara, tumejenga shule, tunapiga hatua 10 mbele, tunarudi 6 nyuma, kwa sababu sisi wenyewe tumeshindwa kuweka mekanizmu ya kulinda miundombinu yetu, ya kulinda miradi mikubwa tunayoijenga, ya kulinda miundombinu ya shule, ya kulinda miundombinu ya zahanati. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo nimezungumzia hivi vilivyopo. Tukienda kwenye maboma ambayo yanahitaji kukamilishwa, tuna maboma 1596 ya zahanati. Mbali na hizi shule zilizojengwa, mbali ya zilizochakaa, haya maboma kukamilika kwake yanahitaji bilioni 115. Haya tumekamilisha, tunayalindaje ili wananchi wetu waweze kupata huduma kwenye hospitali zilizo bora, kwenye zahanati zilizo bora? Mheshimiwa Mwenyekiti, ukija kwenye hospitali ambazo bado zinahitaji bilioni 2.4 kwa ajili ya ukarabati, lakini sisi tu kwenye serikali yetu tumeweza kukarabati maboma 346 yenye thamani ya bilioni 30. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupanga ni kuchagua. Hii kasi ya maendeleo inayofanywa na serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lazima tuweke mkakati wa kuhakikisha miradi yote inakuwa na ubora na kwa kuwa na fungu la ukarabati. Na mimi hili msipojibu nitashika shilingi, kwa sababu tunataka miundombinu tunayoijenga, shule tunazozijenga, hospitali tunazozijenga zibaki na ubora wake. Tuwe na kacha ya kuhakikisha tunatenga pesa kwa ajili ya ukarabati, na hili inawezekana tukiweka nidhamu tu. Hata kile tunachokitengea kitumike kwa matumizi sahihi. Lakini tukienda kwenye kacha, kama tunatenga pesa za mfuko wa barabara ziko kwenye reference, lakini mpaka leo 42% tu wamepokea, haitakuwa na tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana tulinde miradi yetu, tulinde miundombinu tunayoijenga ili iwe na tija. Vizazi na vizazi vitakuja kutukumbuka bunge hili kwenye dira hii 2025 2030 kwamba kulikuwa na bunge liliamua kuweka utaratibu wa kuhakikisha miradi inayojengwa inabaki kwenye ubora ili tuweze kupiga hatua kwa namna ambavyo tunataka taifa letu liende. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, narudi jimbo la Bunda mjini. Jana Mheshimiwa Waziri Ndugange, nimekupa document ya miradi vipolo na maboma ya zaidi ya bilioni 2.4 inahitaji kukamilika kwenye jimbo la Bunda mjini ili wananchi wangu waweze kupata huduma bora za afya, waweze kupata huduma bora ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, asante sana, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa Esther Amos Bulaya kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Jason Samson Rekukiza, ajiandae Mheshimiwa Abdalla Jafari Chaurembo na Mheshimiwa Haji Amur Haji.